Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tuangazie mambo muhimu ya kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta. Kompyuta au jina lingine tarakishi ni kifaa cha kielektroniki kinachopokea data, kuchakata kwa kasi, kwa usahihi na kuhifadhi, pia kutoa matokeo kulingana na maelekezo ya program. Pia hufanya kazi ya mahesabu na kimantiki ikiwa na vipengele vikuu kama CPU, kumbukumbu na vifaa vingine vya kutoa na kuingiza taarifa. Sifa na kazi za kompyuta. Kompyuta huchakata data, hubadilisha data ghafi kuwa taarifa muhimu, huhifadhi kiasi kikubwa cha taarifa kwa muda mrefu au mfupi. Kasi na usahihi, hufanya mahesabu magumu haraka bila makosa. Kujiendesha. Kompyuta hufuata maelekezo ya program, yani software, ili kukamilisha kazi. Matumizi ya kompyuta hutofautiana kutokana na malengo na makusudio ya mtumiaji mwenyewe, na matumizi hayo yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Matumizi ya jumla. Kuna kompyuta zilizoandaliwa kwa ajili ya matumizi yote, ambapo mtumiaji anaweza kutumia kutegemea na malengo yake binafsi. Kwa mfano, mhasibu anaweza kutumia kompyuta kwa ajili ya kufanyia kazi zake za uhasibu. Pia mwanasayansi au fundi, mwalimu na wanafunzi, wote hao wanaweza kutumia kompyuta kwa malengo tofauti. Matumizi maalum. Kompyuta hizi zimeandaliwa kwa ajili ya malengo maalum, kama vile kwa ajili ya kuchorea moyo na kupiga picha za X-ray, ambapo ni vigumu kwa mtu mwingine kutumia kwa ajili ya kufanyia kazi zake binafsi, ambapo hutofautiana na hizo za kawaida. Kutokana na kuendelea kwa elimu ya teknolojia, imetusaidia sana kujifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta, ambapo unaweza kutumia kwa ajili ya kuuliza maswali na kujibiwa kwa haraka, tena kwa njia tofauti kwa ajili ya kufanya majadiliano ya kielimu. Pia unaweza kuandaa vipindi mbalimbali vya masomo na kufundisha elimu tofauti. Pia unaweza kuonyesha filamu zenye mafundisho mazuri, kama kuonyesha filamu zenye elimu ya sayansi, mifumo ya kilimo, kuonyesha sehemu muhimu za nchi, kuonyesha vivutio vya nchi kama mbuga, ambavyo ndivyo sehemu muhimu zinazoleta fedha za kigeni katika nchi, na kuonyesha picha za maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi. Pia kuonyesha mila na tamaduni za taifa na mataifa mengine mbalimbali duniani. Kompyuta inaweza kutumika kwa ajili ya kufanyia kazi ya ufundi, kama kuchora ramani ya nyumba na mazingira ya nje ya nyumba, kutengenezea picha na kubadilisha na kulemba na kufanya ionekane kama sura nyingine, ambapo ni tofauti na ile ya asili. Kompyuta inaweza kutumika kwa ajili ya kufanya mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii, yani internet, ambapo leo hii ndiyo imeshika nafasi kubwa ya mawasiliano kuliko vitu vingine ulimwenguni, kama kuwasiliana kwa kutumia ujumbe wa barua pepe, yani email, ambapo ni rahisi kufika kwa haraka. Kompyuta pia husaidia katika matumizi ya kiwandani, kama kuendesha mashine viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali, kama kutengenezea magari, kuzalishia umeme na kutengenezea bidhaa zingine za kawaida kama nguo na mazulia. Kompyuta hizi zina utofauti kidogo na zile nyingine, hasa kwa sababu hubuniwa na kuundwa na kufanya kazi za operation fulani kulingana na kiwanda, na zina uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu kuliko kompyuta za kawaida, kama vile mazingira yenye joto, uvumbi, kemikali, mvuke au baridi kali. Kama ilivyo ada na kawaida, hivi sasa tunatumia kompyuta kwa ajili ya kuendesha kazi za kibenki, kwa ajili ya kurahisisha kazi na mahesabu. Pia kompyuta zimekuwa na matumizi makubwa na muhimu katika kufanyia uchunguzi wa matibabu hospitalini, kama kuchunguza na kuelekeza dawa ya kutibu ugonjwa. Unaponunua kompyuta, unatakiwa kuzingatia matumizi yako, ikiwa ni pamoja na mambo yafuatayo. Unapohitaji kununua kompyuta yako, cha kwanza, zingatia matumizi ya kompyuta. Kabla ya kununua kompyuta kwa ajili ya matumizi yako, ni vyema kutambua kununua kompyuta kwa ajili ya kazi gani. Mfano, kama unanunua kompyuta kwa ajili ya matumizi ya kawaida kama vile kutuma email, kununua kwa ajili ya mitandao ya kijamii, hata kuchapa kazi za kawaida, waweza kutumia kompyuta zenye uwezo wa kawaida tu. Lakini kama unafanya kazi za kuchora ramani, kufanya video editing, ni vyema kutumia kompyuta zenye uwezo mkubwa zaidi. Jambo la pili la kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta ni processor au CPU. Hii kwenye kompyuta hufanya kazi kama ubongo kwenye mwili wa binadamu. Kwa kawaida, processor hupokea habari, hubeba habari, hutafsiri na kutoa taarifa kwenye vifaa vingine kwenye kompyuta. Kwa kipindi hiki, watu hupenda kununua kompyuta zenye processor yenye uwezo wa core
13, Core 15 au 17 zenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa wepesi. Jambo la tatu la kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta yako ni RAM. RAM hii husaidia katika kuongeza utendaji wa kazi wa kompyuta yako, hasa pale unapokuwa unasoma au kuchapa kazi zako. Hii hufanya kazi pamoja na hard disk, hutoa taarifa haraka kwenye mfumo wa kompyuta kwa ujumla. Hivyo ni vyema sana kuangalia ukubwa wa RAM yako. Mfano, watu wengi hupenda kutumia kompyuta zenye uwezo wa GB 8, GB 16 na GB 4. Kwa matumizi ya kisasa, chagua angalau kompyuta yenye GB 8 ya RAM ili kuepuka kompyuta kuwa nzito, au GB 16 kama utafanya kazi nzito zaidi. Jambo la 4 la kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta yako ni ukubwa wa ndani wa kompyuta au hard disk. Hiki ni kitu muhimu ambapo unatakiwa kuzingatia hasa pale unapotaka kununua kompyuta yako kwa mara ya kwanza. Mfano, utakuta upo ukubwa wa GB 80, GB 160, GB 820, GB 500, lakini wewe chagua ukubwa ambao unakufaa kulingana na matumizi yako kwa ujumla. Jambo la 5 la kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta yako ni mfumo wa utendaji wa kompyuta au operation system. Angalia pia mfumo wa utendaji wa kompyuta. Hapa angalia window inayotumika kwenye kompyuta yako, maana kuna baadhi ya window zimepitwa na wakati, haziwezi kubadilika kwa baadhi ya program software kwenye kompyuta yako. Hayo ndiyo mambo 5 ambayo tumejifunza leo ya kuweza kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta yako. Ni muhimu sana kuyazingatia mambo haya ili uweze kupata kompyuta iliyo bora. Matumizi ya kompyuta: processor au CPU, RAM, ukubwa wa ndani wa kompyuta yako au hard disk, pamoja na mfumo wa utendaji wa kompyuta yako, yani operation system. Haya ndio mambo 5 makuu zaidi unayotakiwa kuyazingatia pale unapohitaji kununua kompyuta iliyo bora itakayokusaidia kuendana na kazi yako.